Niwapongeze Jeshi la Polisi kwa kuandaa bonanza hili. Bonanza hili lenye lengo la kujenga umoja na mahusiano. Tukiliangalia kwa nje tu tunaliona ni kama bonanza la burudani na michezo, lakini limebeba dhima kubwa ya kujenga mahusiano, mawasiliano ya karibu dhidi ya maafisa hawa wasafirishaji ambao kwa asilimia kubwa ni limebeba kundi kubwa la vijana ndani ya mji huu wa Babati. Mimi niwapongeze kwa ubunifu huu. Bonanza hili pamoja na kuwa ni sehemu ya michezo na burudani, ninaamini linakwenda kujenga mawasiliano ya karibu na mahusiano ya karibu dhidi ya pande hizi mbili, ambapo ni Jeshi la Polisi na maafisa usafirishaji. Niendelee kutoa rai kwetu sote, tuendelee kushirikiana na Jeshi la Polisi, lakini nitumie nafasi hii pia, pamoja na kulipongeza Jeshi la Polisi kwa kuandaa bonanza hili, nitoe rai kwenu, muendelee kuandaa mabonanza mengine na makundi mengine pia ya kijamii, ili tuendelee kujenga mahusiano au jamii iweze kuwa karibu zaidi na Jeshi la Polisi na kuliona Jeshi la Polisi kama ni sehemu yao ya maisha yao ya siku zote, na wawe wepesi pia wakati wote kuweza kusema na Jeshi la Polisi kuhusiana na matukio mbalimbali. Lakini niendelee kutumia nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wakati wote kuendelea kudumisha ulinzi na usalama na kuendelea kulinda amani ya nchi yetu wakati wote. Tumeona namna ambavyo wakati wote mkikabiliana na mambo mbalimbali ya kihalifu, lakini mmeendelea kutoa elimu katika masuala ya usalama barabarani, lakini mmeendelea kutoa elimu pia kwa kupitia dawati la jinsia. Niendelee kulipongeza Jeshi la Polisi pamoja na kuandaa kongamano hili linalowakutanisha pande hizi mbili. Tumeona michezo ambayo imekwisha kutangulia hapa ya kuvuta kamba, ya kukimbia mita 100, kukimbia mita 100 kwa kuvaa mifuko, kufukuza kuku. Niwapongeze sana kwa maandalizi mazuri, lakini nitumie nafasi hii kuendelea kuwapongeza Jeshi la Polisi mkoa wa Manyara, lakini mahususi katika wilaya yetu ya Babati kwa kuendelea kuweka utaratibu mzuri wa kuendelea kutambua makundi haya ya maafisa usafirishaji, ambapo wakati mwingine yamehusishwa na matukio mbalimbali ya uhalifu, lakini unakuta mara pengine sio wahusika katika vituo hivyo, ni wengine ambao wamekuwa wakitoka katika maeneo mengine. Lakini niwapongeze sasa kwa utaratibu mliojiwekea wa kuwatambua maafisa usafirishaji hawa katika maeneo yao kwa kushirikisha viongozi wa serikali katika maeneo yao kwa kuwatambua. Hiyo ni dhima nzuri itakayokuwa na matokeo chanya katika pia kudhibiti masuala ya kiuhalifu katika maeneo yetu. Bonanza hili ninajua linakwenda kujenga mahusiano ya ukaribu ya pande hizi mbili. Mahusiano haya yakiboreka, dhahiri yanakwenda kutunza amani katika maeneo yetu na kusaidia wananchi wote kwa ujumla kuendelea kuwa na ukaribu na jeshi hili la polisi, kwani maafisa usafirishaji hawa wataendelea kuwa mabalozi wazuri
wa kulisemea jeshi la polisi na kujenga mahusiano. Nitumie nafasi hii kuendelea kuwaasa ndugu zangu maafisa usafirishaji, tuendelee kufuata taratibu au tuendelee kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani kama ambavyo ndugu zetu wa jeshi la polisi ambavyo wamekuwa wakituelekeza wakati wote. Lakini niendelee kutoa rai kwa upande wa jeshi la polisi kuendelea kutoa elimu za mara kwa mara ili kuendelea kuwajenga hawa rafiki zetu, vijana wetu, maafisa usafirishaji katika wilaya yetu ya Babati, mahususi halmashauri yetu ya mji wa Babati, ili wakati wote waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi, kwa sababu ndizo shughuli ambazo zimekuwa zikiwapatia riziki wakati wote. Na mimi ninakumbuka wakati ule tulifanya mkutano wa pamoja na maafisa hawa zaidi ya 250, na nilisema siku ile kwamba ninajitolea kuwa mlezi wa kundi hili kubwa la vijana ambalo limekuwa likijipatia riziki zake kwa kujishughulisha na shughuli ya usafirishaji wa abiria kwa kupitia vyombo vya moto vya magurudumu mawili. Lakini nitoe rai kama ambavyo nilikwisha kutangulia kusema awali, muendelee kuandaa mabonanza mengine, washirikishe na makundi mengine ya maafisa usafirishaji kwa kupitia bajaji, vyombo vya moto vya kutumia magurudumu matatu, ili tuendelee kujenga mahusiano na makundi makubwa haya ambao wengi wao ni vijana kama ambavyo ilivyo. 56% ya wakazi wa mji huu ni vijana. Kwa hiyo tuendelee kudumisha mahusiano nao ili na wao waweze kufanya shughuli zao kwa uhuru, na wao pia watambue kwamba jeshi la polisi liko kwa ajili ya usalama wao na mali zao pia, lakini pia katika kuwaongoza pindi watumiapo vyombo hivyo vya moto. Niendelee kutumia jukwaa hili kuendelea kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha wizara maalum ambayo inashughulikia masuala ya vijana, na hivi karibuni serikali imetoa bilioni 2 kuendelea kusapoti vijana kwa mikopo mbalimbali, na leo ziko fursa nyingi kwa kupitia taasisi za fedha ambapo unaweza kupata mikopo wakati mwingine yenye riba nafuu au mingine isiyokuwa na riba kutokana na maelekezo ambayo utapewa kwa kupitia taasisi hizi za benki ya CRDB na NMB. Lakini serikali kwa kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo, Tanzania Agricultural Development Bank, imeendelea kutoa mikopo kwa makundi ya vijana, kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa kupitia vikundi pia. Hivyo nitoe rai kwetu sote, vijana mlioko hapa, mkaseme na vijana wengine pia ambao hawako hapa, mfike katika halmashauri. Ziko fomu tayari zimekwisha kutolewa, mchukue hizo fomu na kuzijaza kulingana na mahitaji ambayo mnayahitaji. Mtaweza kupata mikopo kwa kupitia benki yetu ya maendeleo ya kilimo. Ninafikiri kwa wale ambao mko hapa, baadaye mnaweza mkapata wasaa hata wa kuonana na viongozi wetu wa serikali walioko hapa, wataendelea kuwapa mwongozo wa nini cha kufanya. Lakini kwa wale viongozi ambao wako hapa, sampuli za fomu ninazo hapa na maelezo ninayo hapa, ninaweza nikawapatia ili muweze kuchangamka na fursa hii, ikiwa ni ya ufugaji wa mbuzi, kondoo, sijui nguruwe, sijui ng'ombe na masuala yote ya kilimo. Benki ya Maendeleo ya Kilimo itawapatieni mikopo kwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa.